Namfahamu. Tony, karibu sana kwangu. Endelea tu. Wala usio na wasiwasi. Hapa si nyumbani kwako? Mimi niko ndani. Muona sasa ofisa katukuta hapa ujue. Unanchola au si? Tony. Oya ana cha shaba yule. Embo ondoka bwana. Ngoja tuelewane kwa sababu unatokea utokee. Nitakuja. Uhakika? Nitakuja. Baridi mimi nakusikilizia sasa. Mchongo wako uwe kweli. Uje basi. Nielewe nini ndoa batili. Nielewe nini ndoa batili. Nielewe nini ndoa batili. Nielewe nini ndoa batili. Ndoa batili. Zuu mwanangu. Abe mama. Unajua mimi naumia sana hivi unavyofanya wewe. Tafadhali nakuomba. Nenda kamsalimie dada yako. Yule ni dada yako. Mimi ndio mama yenu, nimewazaeni wote nyie mmetoka kwenye tumbo langu. Sasa inakuwaje unamtenga kiasi hicho mwanangu? Vibaya mama. Sio vizuri mwanangu, mimi naumia, nyie ndugu natakiwa mpendane. Muishi kwa amani. Dada yako kupitia na hali anayoishi sasa unatakiwa ukamuone mwanangu. Umenielewa mama? Sawa mama, nimekuelewa. Ngoja nifanye mawasiliano na shemeji. Alafu nitaenda. Mwanangu nitashukuru sana ukifanya hivyo. Kwa sababu mimi leo nipo hapa duniani, kesho sipo. Nyinyi mtabaki wawili tu, mtaishije jamani? Kwa sababu mimi nawajua, nimewazaa mimi. Sipendi muwe hivyo. Sawa mama? Sawa mama. Haya. Mimi langu ni hilo tu. Nielewe nini ndoa batili. Nielewe nini ndoa batili. Nielewe nini ndoa batili. Ndoa batili. Unaoleti anachanganya mdogo na dada. Ayane Zaina Zura. Hii ni ndoa batili. Ukubindoza anatuma watoto wake waende wakadange atimize mahitaji yake. Bindoza Uledi. Uledi wewe. Uledi. Tu tukae ndani basi. Uledi. Niache. Uledi. Aya, tu tukae ndani. Uledi. Niache, mimi Zanzibar siendi, niache. Niache. Niache.
indoa ndoa batili. Oh, nielewe nini? Indoa ni ndoa batili. Oh, nielewe nini? Indoa ni ndoa kupita hapa ndio ile ukwambia. Yaani siku hizi Uledi kabadilika sana. Nikawa mtu wa matukio mno mjomba. Uledi halali ndani, Uledi alichakula ndani, Uledi afanye tendo la ndoa. Halo inaniuma sana mjomba. Uledi anakunywa pombe. Naweza nikampigia simu, anapokea mwanamke. Yaani Uledi, Mjomba. umemsikia mke wako? Mjomba, nimesikia. Ongea. Yote uliosikia hamna ukweli wowote mjomba. Mimi kwanza toka nizaliwe sijawahi kunywa pombe. Sijawahi. Sasa hiyo pombe anazungumzia Zai, pombe ipi hiyo? Au siku hizi mtu akinywa soda analewa? Mimi nakunywaga soda tu. Soda au juisi ya embe. Basi, alafu anasema mimi sili chakula nipa nyumbani. Nafanya kazi ngumu sana mjomba. Natumia muda mwingi kazini. Nachoka, mimi binadamu. Juzi nilipofika hapa nyumbani, ni kweli sikuweza kula chakula kwa sababu ya uchovu wa kazi. Nilipofika nikaenda mpaka chumbani, nikaoga. Baada ya hapo mimi nikalala. Hata ile nguvu ya kula chakula nilikosa mjomba. Halafu kingine anasema eti kuhusu simu. Mjomba, hii mimi ni simu yangu. Muda wote simu hii iko mfukoni kwangu. Sije kumpa mtu yoyote hii simu kuitumia. Sasa anasema alipokea mwanamke. Mjomba, sio kweli. Najua kuna mengine yaliyosoma hapa, mengine ya ukweli, lakini mengine sio ya ukweli. Yote yaliyosemwa hapa kuhusu swala la kunywa pombe, mama, mimi huyu namkatalia, sio malezi niliyompa na kunywa pombe. Lakini haya mengine naweza nikakubali kwa udhaifu wa sisi wanaume, naweza nikakubali. Sasa nachotaka kusema kitu kimoja. Kitu chochote mkishakoseana nyuma, alafu mkakaa mkasuluhisha yale mambo, mkawa pamoja, basi mmesameheana. Kwa mujibu wa vitabu vya Mungu, mtu akishaomba msamaha na ukamsamehe, basi msamehe 7 mara 70 huyo Mungu. Sasa tena pakianza uchokozi hivi Uledi, hata unyumba Mjomba. Umeongea, nimekusikia, umemaliza yote. Hata unyumba, yaani masuala yenu ya ndani ya kitandani nijue mimi kwamba mnanyimana unyumba hivi sasa. Sasa mjomba, mbona unaongea maneno magumu hivyo? Sio maneno magumu. Simeniita wenye hapa. Mama, simeniita hapa. Huyu kafuata nini hapa? Mjomba. Huyu kafuata nini hapa kwako? Kafuata kula huyu? Mjomba, useme hivyo. Sasa nasema hivi. Mimi sitaki maneno. Sitaki maneno. Muyamalize wenyewe ndani. Sitaki muyatoe hadharani mpaka mimi niasikie kama hivi mnakuja kunambia. Mmekuja nyie mmenita kunitukana au mmenita kusema udhaifu wenu wa ndani? Mjomba. Mjomba nini bwana? Uledi, mimi ni mpole sana kwako na nimekulea kwa maadili ya upole, lakini usisababishe mimi nikawa pilipili kichaa. Sio unyumba. Dawa. Unyumba Uledi, unyumba. Ndani ya kitanda. Mama mpaka analalamika huyu. Anaumia. Naomba unisamehe kipenzi. Najua nilikuuzi.
Unaona mbele yangu mimi unampepetua mkono mbele yangu mimi, naona hapa hakuna maelewano, hakuna kabisa. Sasa mjomba, umeamaliza hujamaliza na huyu mwanamke? Mjomba, mimi Zai nishamsamehe. Sasa kama umeshamsamehe, mtekelezee kila kitu. Mimi naondoka, naomba muelewane. Sitaki tena kuitwa hapa mambo ya kesi. Aibu. Mshike. Mambo si haya bwana. Mjomba. Kwenda wewe. Uredi bwana. Mjomba, karibu tena. Asante, mimi nakwenda jamani. Sasa wewe kitu kufanya mtu mjomba nini nyumbani? Yaani vitu vya ndani mimi naye tukae tuzungumze na mtu mjomba. Sasa ningefanyaje Uredi? Mtu tukaongee chumba. Tukaongee nini? Kama kuongea tungeongea kabla hata mjomba kuja hapa nyumbani. Sasa unamta mjomba umwambie mimi nakunywa pombe, sijui wanawake. Sasa mnamwambia mjomba ili iweje? Twende. Mke bora ni yule ambaye anaficha madhaifu ya mume wake, sio kuyaweka wazi. Maana yake nini sasa? Uredi. Ushaniuzi. Nielewe nini ndoa batili. Nielewe nini ndoa. Nifanye kitu gani ili mradi uamini kama mimi nimebadilika? Maana kila nalolifanya kwako bado. Kama misamaha nishaomba sana. Hivi leo naomba uniambie wewe nifanye kitu gani? Yaani kwenye hii nyumba ikifika usiku tu makelele. Hivi uone kama saizi ni usiku? Nachoka sana kazi, Zai. Tafadhali naomba uniache nipumzike. Muda wote ulikopo wapi? Nakuomba niache nipumzike. Sasa hivi tusiongelee kabisa hizo habari. Kumbe mada zangu zinakupigia kelele. Yaani mimi kutaka haki yangu nimekuwa napiga kelele, si ndio? Una muda gani? Hujanipa haki yangu Uredi. Niombe msamaha mara ngapi? Nibadilikeje Uredi? Zai, humu ndani unakula, unashiba. Kila kitu ambacho unahitaji na kupatia. Sasa nataka mimi nikupe nini tena? Nikupe nini? Uredi, hebu nisikilize kwa makini. Kama msamaha nilishaomba na ulishaga nisamehe. Kitu gani tena? Alafu mimi nakuelewa vizuri. Hebu acha kunidanganya. Sasa nakwambiaje, mimi nataka haki yangu. Kama hujisikii kuongea na mimi, twende tu kwenye ile tendo hata kama kibububu. Ila kama ukijua mimi nimeshikwa. Sijui unanielewa? Unanifurahisha sana. Naomba unaache nipumzike. Usiku mwema. Uredi, hebu acha masiala. Mbona unakuwa kama mtoto? Hivi usikii mwanamke? Usikii na kuuliza usikii? Sihitaji kuongea hizi habari saa hizi. Sawa? Yaani ile amani ya ndoa kiukweli toka moyoni mwangu haipo tena. Haya mambo yote ambayo yanatokea, tambua kabisa wewe ndio umesababisha. Upaswi kunilaumu. Ulichokipanda sasa hivi ndio nakivuna. Sawa mama? Mimi sifai. Kama ingekuwa nafaa basi usingeenda kwa jamaa yako. Italala hivi mzungu wa 4, itapokuwa sawa basi nitakwambia. Naomba uniache nipumzike. Usiku mwema.
ndoa batili. Oh, nielewe nini? Hii ndoa ni ndoa batili. Oh, nielewe nini? Kabe. Yaani kwa kile ambacho umenifanyia. Sasa wewe ni rafiki mwema kwangu. Umefanya kazi nzuri sana. Sasa. Kabe boy. Se. Unajua nikwambie kitu mzee wangu. Mimi ndo master plan. Na vitu unavyonifikishia mimi sio kama wewe kuvimaliza uwezi. Ni vile tu kwa sababu tumeivana. Unajua mimi na wewe saizi tushapitiliza, tumekuwa sio washikaji. Tushakuwa kama familia. Kwa hiyo la kwako linakuwa la kwangu, la kwangu linakuwa la kwako. Tunashare vitu same. Kasoro tu mahusiano. Nikwambie kitu Lady. Watu wa kale walisemaje? Lazima binadamu yoyote mwenye akili uwe na mtu wa pembeni. Wanaita secret person. Mtu msiri. Na msiri umenipata wewe baba. Na ya kwako mengi sana. Na hawezi kutoka habadani. Nitakufa nayo. Lakini sasa shida bana Uledi wewe. Kazi zako bana. Kazi zako zina changamoto sana. Hujawahi kunipa mimi kazi Uledi ikakosa instinzai. Kwa mfano hii kazi. Yule kijana yule ukimwangalia mweupe lakini ana roho ngumu kweli. Ana roho yule nyeusi kama lami, nakwambia. Alinikaba. Yaani alinikaba, mate akawa kumeza siwezi, kuyatema siwezi. Yameisha cut. Nikawa na tu 2000 changu mfukoni. Kile ulichonipa wewe kwamba mwanzo ganji wa kazi. Kapoza bana. Yaani yule nakwambia mgaigai kweli, sijui kama ana kazi. Yule atakuwa mwizi. Na huko tunakuelekea ndugu yangu. Mimi utakuja kuniua hizi kazi zako. Mimi nakwambia. Kuna siku nitakufa. Ukiitwa mwanaume lazima ule kwa jasho. Lakini usijali. Nitakuongezea pesa kidogo. Nitakuongezea pesa ili wache kulalamika. Hapo mswano. Hii kazi yetu hii ambayo tunaifanya hatuishi hapa. Hii kazi bado inaendelea. Tunaendelea mdogo mdogo, wala hatuna haraka. Lakini kazi inayofuata ni kazi maalum na ni nyeti sana. Kazi ipi tena hiyo Lady? Nishakwambia acha uoga. Nipo nyuma yako. Wala uwezi kudhurika hata kidogo. Muda wote uwe tayari. Kazi ipi tena hii? Wala usiwe na pressure. Tunakwenda mdogo. Nitakwambia tu kinachofuata ni kitu gani. Haya bwana, ndo kisu kishagonga mfupa tutafanya. Ndoa batili. Oh, nielewe nini? Hii ndoa ni ndoa batili. Wazee wangu, naomba samahani kwa haya maneno nitakayoongea. Baba, hivi wewe mwenyewe unajisikiaje awala zako au wanawake zako wa nje wakimpigia simu mkeo na kumtukana matusi? Na wakati huyu ni mke wa ndoa. Anakufulia, anakupikia, ukiugua na kuuguza. Leo unafurahia wanawake zako wa nje ya ndoa wakimtukana huyu. Kweli baba? Mama, hakuna mwanamke ambaye kampigia mwanao simu. Kwa hiyo hii nyumba jina la mke limefutika. Hakuna mke humu ndani. Maana unaongea mwanao.
sio kwamba aliyempigia mke wangu. Baba tafadhali sana, huyu hujamuokota, na huyu kule nyumbani kwangu hajaua. Huyu ni mwanangu. Kama umemshindwa mrudishe, nitapambana naye mimi mwenyewe kwa hali yoyote ile, lakini sio kwa vitimbu unavyofanyia baba. Mimi na neno nataka niseme, lakini kabla sijalisema hilo neno, naomba nimuulize Zai. We Zai, hiyo namba uliopigiwa bado nayo kwenye simu? Ndiyo nayo. Hebu piga uweke loud speaker sisi sote tusikie. Halo. Halo. Mama, hebu ongea taratibu, usipige sauti ya kali sana. Ongea naye taratibu. Halo. Nimekwambia utaingia mwenyewe simu yako. Si umeona mama? Hivi kuna mwanamke gani ambaye ana sauti ya kiume? Sasa anaweza kanijibu hiyo sauti ni ya nani? Zai, una uhakika na hiyo namba ulioipigia? Namba yenyewe ndo hii. Sasa mbona kuna sauti ya mwanamume? Hii michezo mnayocheza, mimi nilishacheza long time ago huko nyuma. Mimi sio mtoto mdogo na akili zangu timamu. Hamwezi kunichezea michezo hapa alafu mimi nikakubali. Nyinyi mnanifanyia janja, mimi niwaangalie tu. Sintokubali hii michezo yenu mliocheza michafu. Mimi naijua. Hamwezi kunizungusha mimi. Mimi sio mtoto mdogo, mimi nina akili. Msinione hapa kama kaniona mimi bwege mtozeni. Sasa kwa taarifa yako, kama umeshamchoka mrudishe nyumbani. Huyu kwangu hajaua. Hata kama mimi mama yake sina kitu, ataishi hivyo hivyo kama nilivyomzaa mpaka nikamlea wewe kwa mchukua. Sasa mbona unatususia kikao? Mbona mnaondoka wote? Vipi? Umeona mjomba? Mimi nimeona. Sasa mimi nifanyaje? Sikiliza mjomba wangu. Hapa pana kitu kinaendelea. Lakini tutajua mbele. Ndoa batili, unielewe nini? Ndoa ni ndoa batili. Usiniangalie. Unamwangalia nani? Kaa chini mama. Kaa chini tuongee. Zai, Mwache aende. Zai! Mjomba, mwache aende. Ndoa batili, unielewe nini? Ndoa ni ndoa batili. Unielewe nini? Yaani unajua nini ndugu yangu? Hapa mimi ndo nyumbani kwangu. Ukisikia kwa Bwana Kabe ndo hapa. Mfugaji mkubwa wa kuku chotara na wa Kiswahili Kiswanglish. Supu ya kuku wa kienyeji ni tamu sana. Ukinywa hata bila kuungwa. Naye bana mimi penda kweli kuchanganya. Sasa umesikia ndugu yangu? Leo sawa nimemkaribisha chatu ama simba kwenye zizi la kondoo au mbuzi. Sema ndo kuku wangu hao. Ulivyovikuta bana uviache hivyo hivyo. Najichanganya. Baba huyu. Sema siku ile ulinipiga pigo moja hivi. Nikajiuliza mara mbili. Huyu baba huyu. Baba yake au mama yake mmoja. Wewe ujue kama chotara wewe. Wewe sio mchina kweli. Una mkanda mweusi wewe. Najiuliza mara mbili. Ni tatizo lako wewe hapo mwanangu. Peleche nyingi. Mimi unaongea sana. Maisha ya kiuni ujue masela tuongei sana. Sio unaelewa vizuri. Watoto wa kiuni watuongei sana. Tuna take action. Ni kama unavyojua. Na ndio maana nimekuelekeza kwamba mimi nataka niongee na huyo mtu ili tuende sawa kama unavyojua. Ili tusiende complain. Naongea sana. Hapana. Unajua bwana, hivi vitu sio virahisi. Yaani unachotaka kukifanya wewe ni sawa na mtu au wanajeshi wametoka nchi jirani wameenda nchi nyingine, afu pasipo na taarifa unaingia kwenye mpaka wa mtu bila ridhaa yake, afu wanakuja kukugundua kwamba wewe ni adui, alafu tayari ushaingia mpaka wao. Unadhani watakuacha salama? Wewe na yule kadamu hapa kutageuka Kosovo hapa kwangu, sio?
Vipi mzee? Karibu bwana. Kabe. Hivi unaweza ukaniambia kinachoendelea hapa? Sikia blaza. Mimi nimekutana na mshikaji huyu hapa, nimemuelekeza matatizo yangu. Mimi nilikuwa na shida ya kuongea na wewe kama mwanaume mwenzangu. Maisha ya kiuni inabidi tuelekezane kweli. Sijui unaendelea vizuri. Alafu sisi wote mabaharia. Hatuwezi kugombana kwa ajili ya wanawake. Sijui unaelewa vizuri. Mimi nimekuita hapa nikueleze swala hili, swala moja tu. Kuhusu mimi na Zai. Mimi na Zai tushakutana kitambo sana. Kabla yako wewe. Tushakuaga wapenzi. Sijui unaelewa vizuri. Katika mistari hiyo hapo nakuelekeza. Imenyooka msi. Sasa dakika za mwisho mimi nishabwagana naye ni muda mrefu. Ila sasa kuna jambo hili moja tu ambacho mimi nataka wewe ulijue. Zai mjamzito. Licha ya kuwa mjamzito, ujauzito ambao amebeba yeye na ujauzito wangu mimi. Maisha ya kweli haiwezekani ujauzito nimpe mimi afu mtoto akalelewa na baba mwingine. Sio, unaelewa vizuri? Yaani haiwezekani wewe ule kiumbe ambacho so damu yako. Itakuwa sio kweli. Mimi nikaona bwana nikuelekeze mazingira kama jinsi alivyo. True story. Hivi una ujasiri gani kuongeza kauli mbele yangu? Nimekuelekeza maisha ya kweli ujue. Blaza. Unajua nilipomtoa Mizai. Sasa mimi sitakuuliza. Unafahamu nilipomtoa Zai? Paka hapo alipofika. Sasa yote anafika ya nini hapo? Unafahamu jinsi ninavyompenda mke wangu? Mwambie. Sawa. Sio babu wewe. Sasa maisha ya kweli, mwili wako vipi wewe? Mimi unajua pia naweza kuliamsha unajua sio kama mimi mwenyewe pia msomo mnyongo unajua. Umesikia? Mimi mwenyewe sio mnyongo. Nikogoligota. Nielewe nini? Ni ndoa batili. Nielewe nini? Ndoa batili. Nielewe nini? Ni ndoa batili. Nielewe nini? Ndoa batili. Ndoa batili. Unaoleta anachanganya mdogo na dada. Yani Zai na Zura. Hii ni ndoa batili. Huku Bindoza anatuma watoto wake waende wakadange atimize mahitaji yake Bindoza. Nielewe